Content creation ni moja kati ya department au idara ambazo zimekuwa zikiwa ni kivutio kikubwa sana. Ni kama stress killer hivi. Kutokana na vipaji halisi ambavyo viko kwenye eneo hilo. Moja kati ya watu ambao wamekuwa wakifanya vizuri kwa hapa mkoani Kigoma ni Albert Ney, anajulikana hivyo kwenye mtandao wa kijamii wa Facebook na mitandao mingine ya kijamii. Tuko naye hapa kwenye Unfiltered ya Anwar TV. Msama ndio jina langu. Niko na moja ya content creator au watengeneza maudhui maarufu ndani ya mkoa wa Kigoma. Yeye atatueleza safari yake pale alipofika na malengo na vitu vingine kama hivyo. Albert, naam, unakuaje? Safi. Kwema? Kwema kabisa. Karibu kwenye Unfiltered. Wewe ni moja kati ya content creator wanaofanya vizuri kwa mkoa wa Kigoma. Idea ya kuwa content creator au mtengeneza maudhui ya mtandaoni uliipata vipi? Kwenye upande wa idea ni story ndefu, ni story ndefu. Ni baadhi ya changamoto ambazo zilitokea kwenye masuala ya familia, nikawa muda wote nipo kwenye simu. Nipo kwenye simu. Kwa hiyo nikawa na ule ujaribu au kusubutu, kwa sababu ni vitu ambavyo vilikuwa vinanifurahisha pia. Nikaona kwamba mimi na uwezo wa kuwafurahisha watu wengine. Kwa hiyo nikaanza kujaribu kufanya au kutenda. Kuumiza kichwa, kutengeneza kitu kizuri ambacho nahisi nitawafurahisha watu. Inakuia ngumu kiasi gani kugenerate idea mpaka kufikia hatua unaingia location kwenda kushoot? Inakuchukua muda gani? Ni kweli, unajua inachukua muda mrefu sana. Inachukua muda mrefu. Kwa mfano nikichukua idea ambayo naichukua kwamba nikuelezee wewe afu ufanye ninavyotaka mimi, ni vigumu sana. Kwa hiyo kuna muda inalazimu mimi niandike kwa njia ya maelezo ili na wewe pia yani mtu ambaye anashuti nayo au mtu ambaye anatushuti apate idea ya kitu ambacho nataka kukifanya wewe. Kwa hiyo kuna muda inapoteza muda, ina take time, unakuta kitu ni kidogo sana mimi ninacho au na uwezo kukiwakilisha mbele za watu. Lakini vipi kama mtu ambaye anataka kushuti naye au mtu ambaye ananishuti anafikiria anachokifikiria mimi. Kwa hiyo inachukua muda mrefu sana. Na kwa muda la siku au masaa, idea moja ambayo inakuhitaji uwe peke yako tu, yani ufikishe ujumbe ukiwa peke yako bila kumhusisha mtu mwingine, ni idea ambayo inaweza kuchukua masaa mangapi kuitengeneza? Inachukua short time, yani hata dakika 3-2 unaweza kufanya kitu kizuri. Na yule ambaye anakuwa anakurecord anakuwa yani unamuelezea engo gani na engo gani ili aweze kukupa kile kitu ambacho unachokihitaji, kwa sababu wewe unakuwa mbele pale una demonstrate, unaonyesha ile idea yako unataka kuifikisha kwa jamii, na yule anayeshoot ni lazima aendane na action zako wewe. Unamuelewesha vipi? Inakuchukua muda gani kumuelewesha ili akupe kitu kizuri kwa namna wewe unavyokihitaji? Ndio maana nimekwambia hapo mwanzo kwamba kuna muda inalazimu mimi niandike. Nikiandika kitu ambacho nataka kukifanya nikikuonyesha wewe au mtu ambaye anataka kunirekodi au ambaye ananirekodi, na yeye anapata mtazamo fulani kwamba huyu anataka iwe hivi, ikitoka hapa iwe hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo atakuwa anafahamu kabisa mtiririko nao uhitaji kwamba natoka hapa, anafuatia hapa, akitoka hapa naingia hapa. Tunakuwa tumemaliza. Ukitazama soko lilivyo la maudhui, unaona ndio kazi yako ambayo utaendelea kuishi nayo au unafanya tu kujifurahisha na kuwafurahisha watu wakujua huyu ni Albert then inakuwa imeishia hapo? Unajua kitu ambacho kinaitwa mtandao ni sehemu moja kubwa sana, au ni sehemu ambayo inaweza kumuingizia mtu pesa nyingi sana kwa muda wa sekunde chache, dakika chache, masaa machache, siku chache. Ikiwa tu maudhui yako yataenda mbali zaidi ya pale ambako unatarajia wewe. Just imagine kwamba, na kutolea mfano mchache, kwamba kwa mtu ambaye anatengeneza maudhui au content ambayo anaifikisha kwenye jamii, lakini haongei kutumia sauti, anatumia vitendo na kuwafurahisha watu, huyo mtu ana nafasi kubwa sana kuja kuwa tajiri. Kwa sababu ni content ambayo itamfikia mtu yoyote mahali popote dunia yoyote. Sawa. Ikiwa tu katumia vitendo na memfurahisha mtu yoyote ataielewa, awe kiziwi, awe ni bubu. Ila mtu ambaye asiye hata asiyefahamu ile lugha yako unayotumia pia atakuelewa. Lazima aelewe kitu hicho. Lakini ukiongea kwenye upande
mimi ni Mtanzania. Nikikeep busy kwenye upande wa Kiswahili tu, content yangu, maudhui yangu yatakuwa Tanzania. Ila nikichanganya Tanzania, yani Kiswahili na Kiingereza, itachukua na nafasi kidogo na nje ya Tanzania. Kwa sababu Kiingereza kinachukua nafasi kubwa ya dunia, sawa. Lakini content ambayo sio ya kuongea, sawa, inachukua dunia nzima. Yani dunia nzima na wote wanaielewa. Kwa hiyo mtu ambaye anatengeneza content ambayo sio ya kuongea, kwanza mimi namheshimu. Tena nampa support kubwa sana. Kwa maana kuna neno la Kiingereza wanasema action speaks louder than word. Hapo ndo msingi wake, kwamba matendo yanaongea zaidi kuliko maneno. Maana yake sehemu kubwa ya ulimwengu watafahamu ni kitu gani wewe unakikusudia kuliko ungezungumza. Kwa hiyo mtu ambaye anatengeneza maudhui ambao sio ya kuongea, huyo ni hela. Yaani hiyo ni pesa. Hiyo ni pesa. Na wewe unafanya hivyo? Inategemeana. Kuna baadhi ya maudhui mimi natengeneza ambao sio ya kuongea, lakini naangalia kwamba engagement yangu kwa muda huo imekaa sehemu gani. Kwa mfano nitengeneza engagement ya hivyo, itanibidi kwanza niangalie nimepost clip ya kwanza ikoje, engagement yake keep busy kwenye sehemu gani, au imeenda juu zaidi au iko chini zaidi. Kwa hiyo tunasemaje sasa? Upo hapa kwa lengo la kufanya kwa maisha yako yote, au unajifurahisha tu, baada ya muda fulani utaachana nao unaendelea na biashara nyingine? Kusema kweli, mtandao unalipa, tena unalipa vizuri. Mtu unaweza kuwa bilionea kwa muda mchache sana. Kama niliposema awali kwamba mtandao unalipa, tena unalipa vizuri sana. Ikiwa tu kama utakizi vigezo vya mtandao. Mtandao unalipa tena vizuri sana kama tu utakizi vigezo. Kwa mfano upande wa Facebook, mimi nikiposti video ukaenda viral, mimi naingiza hela nyingi. Tena naingiza hela vizuri. Sawa? Nikiposti picha ikaenda viral, mimi naingiza paka $5-6, kwa sababu bado sijawa mkubwa hivyo kwamba na soko ya upande wa kuingiza, kwenye upande wa kuingiza hela mtandaoni, kuna muda inaenda na hela jinsi ambavyo ilivyo, kama dola ikipanda ukifanya kitu na wewe kazi yako unapata vizuri. Dola ikishuka ukiposti unapata, lakini haupati kama siku ambayo dola imepanda. Unaona hivyo, mtandao unalipa vizuri sana, na hiyo ni mimi kwangu mimi ni for life. Siwezi kuacha hicho kitu. Tanzania ina content creators wengi sana. Ni nani aliyekufanya ukatamani na wewe content creator na utumie platform hiyo unaitumia sasa hivi ya mitandao ya kijamii? Kusema kweli ni kweli, Tanzania ina content creators wengi sana. Wengi sana ambao wanategemea content creator wao kwa ajili ya manufaa yao au kuingizia kipato. Kwangu mimi siwezi kuambia kwamba mimi namuiga fulani au nampenda mtu fulani, kwa sababu kuna mtu anafanya kitu kinanifurahisha leo, kuna mwingine anafanya kinanifurahisha leo, kuna yani, kwa hiyo mimi nachukua kwa watu wote pia. Japo mtu ambaye namkubali kwangu mimi au namuelewa kwenye upande wa maudhui wake ni Steve Cheusi. Steve Mweusi. Mimi si mrangi mweusi, namuita Cheusi sababu ndo rangi yake. Ndo rangi yake halisi. Steve Cheusi. Okay. Hiyo jamaa kwanza ukimuona tu hivi lazima ufurahi. Lazima ufurahi. Nimemuona, nimefurahi. Yaani rangi yake tu inashawishi aliyomo kwamba huyu ana kitu. Na umewahi kupata idea kutoka kwa content creator wenzako, labda uliangalia akaenda ukatamani hapa angefanya kitu fulani, wewe basi ukaichukua ile idea ukamodify lile namba unadhani yeye alikosea, ukaja kuliboresha alafu ndio ukatoboa nalo? Ndio. Na yani hicho kitu kipo, na sio kwamba ni kwangu mimi tu. Ni kwa watu wengi wanakopi. Yani wanakopi. Sawa? Mimi ni mfuatiliaji. Yani mimi kwenye masaa 24 muda wa kuwa mtandaoni. Yani mimi ni muda mrefu sana. Yani kuna muda mimi usiku nalala paka nasahau kuweka simu charge. Sawa. Steve Cheusi. Sawa. Ndalo. Sawa. Yani na ma content creators wengine wote wanaiga, wanakopi na kupaste. Yani wanakopi na kupaste, wana modify baadhi ya content wenyewe wanafanya kitu kwenye ngo nyingine. Hata mimi pia kuna baadhi ya vitu waga naangalia kabisa huyu amekosea hapa. Mimi nikiweka hivi nitapata kitu kiburi. Yani
nitabuni kitu kizuri zaidi yake. Naona. Kwa hiyo naangalia idea ya mtu, naangalia sio kwamba nimeiba, hapana. Naangalia maudhui yake. Kile ambacho yeye alichokiacha wewe ndio unaishi nacho. Kwa hiyo niangalie maudhui yake then naandika kwamba huyu ni 1 2 3 4 hivi na hivi na hivi. Kipi sasa ambacho nikiongeza hapa nitapata kitu kizuri zaidi au nitapata kitu bora zaidi ya hiki ambacho nikifanya yeye. Ndio kwa hiyo unaanza kufanya kipi, unafanya nini, unakusanya baadhi ya vitu. Baada ya hapo sasa ndio unaingia location na shoot hicho kitu. Unakiedit, ukiedit unakiangalia mara 2 mara 3, kiko quality. Kama kipo quality ndio unakipandisha. Kama hakipo quality unaachana nacho. Unafanya kitu kingine. Hivyo. Hii kazi mpaka sasa unavyoichukulia wewe ni kazi ambayo imeshaanza kukulipa au unategemea mbeleni huko itakulipa? Yaani mimi ni kazi ambayo inanilipa, kusema kweli inanilipa, na kama ingekuwa inilipi mimi nisingekuwa nafanya hii kazi na wala singetegemea kufanya hii kazi. Inanilipa vizuri ndio maana naifanya na sitoacha kuifanya kwa sababu naona manufaa yake. Na kutolea na ujete na nilichokisema kwamba Facebook mimi nikiposti picha Facebook inalipa. Nikiposti picha kunuda napata $5 kwenye picha moja. $5 kwa sasa hivi ni kama 12,000, 13,000. Sasa hivi dola imepanda bei, sasa hivi ni 15,000. 15,000 kama 15,000 yani kama hivyo. Kwa hiyo hivyo nikiposti video kuna labda napata mpaka $10. Inategemeana na video nimepata viewers wangapi. Sawa. Viewers wangapi, comment zimekuwa nzuri kiasi gani. Comment zikiwa nzuri pia ni hela. Comment zikiwa nzuri tena, kwani hivyo engagement yako inakuwa kubwa zaidi. Na unatumia Facebook peke yake au na mitandao mingine ya kijamii unatumia? Mimi mitandao yote mimi nipo. Japo mtandao ambao mimi unanipaga changamoto ni mtandao wa YouTube kwa sababu kuna muda nakizi vigezo, lakini kuna baadhi ya vitu vinatoka kabisa on time kwa sababu YouTube ni ngumu sana kumshawishi mtu aje akunge mkono. Kuna kigezo cha kwanza YouTube ni kufikisha subscriber 1000. Kwa hiyo ukifikisha subscriber 1000 unaingia kwenye watch hours. Wale watazamaji kuna masaa ambao utapangiwa kwa muda, yani kwa muda ambao utaposti video zako. Ukifikisha ile masaa basi unaanza kukizi vigezo vya kuingiza pesa. Lakini changamoto ambayo kubwa naipata mimi ni pale ambapo nafungua YouTube, yani unakuta video zinaenda kweli viral afu sipati subscriber. Si unanielewa? Yani YouTube ni ngumu sana. Changamoto. Ni ngumu sana. Mitandao mingine yote mimi inanilipa. Inanilipa vizuri kabisa. Ila YouTube mimi ni changamoto kabisa, ni kubwa kabisa, ni kubwa na naipambania kwa sasa hivi kwa sababu YouTube ni mtandao ambao mtu unaweza kuwa ni jobless lakini umekaa lakini hela inaingia. Okay, sawa. Tuangalie leo ni mwaka wangapi toka umeanza hii kazi ya utengenezaji wa maudhui? Bado ni muda mrefu. Mwanzoni mimi nilikuwa nikuelekezeje au nikwambieje. Mimi mwanzoni nilikuwa sionaji manufaa ya mtandao. Yaani mwanzo nilikuwa bado ni mtoto kiakili. Yaani nilikuwa sifikiri chochote kichwani. Kwa hiyo nilichokuwa nakifanya nilikuwa natengeneza account. Nikishatengeneza ile account mimi naikuza. Nikishaikuza ile account mimi naiuza. Naona? Lakini wale ambao nawauzia ndio walikuwa wanaenda kufaidika na zile account. Kwa mfano na kama miezi miwili nimeuza account ina 13k Facebook. Sawa? Nimemuuzia mtu nilemuuzia ameenda kunufaika na ile account. Kwa sababu ile account inamuingizia pesa. Akiposti picha inamuingizia pesa, akiposti video inamuingizia pesa. Naona? Ni muda mrefu ambao nimeanza kufanya hii kazi japo nilikuwa sija keep busy kwamba mimi acha sasa ndio iwe kazi yangu. Kwa sababu ni sehemu ambayo mimi nilikuwa kama najifurahisha lakini mwisho wa siku nimekuja kuona kama ni manufaa au inaninufaisha kwa sababu naanza kupata pesa, natoa pesa na na enjoy pia maisha. Okay, hii kazi ambayo unayoifanya imekupa umaarufu kiasi gani mtaani kule tunakoishi? Hii kazi ninayoifanya jamani ni kazi ambayo mimi nanifanya nakuwa na furaha. Yaani na furaha sana kwa sababu gani unajua? Hii kazi ambayo naifanya content creator. Sio kwamba mimi ndio nafanya kwamba eti kwamba yani kwamba nafanya kwamba muda wote nafanya hiyo kazi. Kuna kazi nyingine ambazo nafanya kabla hiyo kazi. Naelewa. Kwa hiyo mimi nafanya kazi nyingi. Kwenye upande wa kazi zingine ambazo nazifanya ule umaarufu wangu unanifanya mimi napata pesa. Yaani napata pesa, napata
yani napata kazi kupitia ule umaarufu uliotengeneza, napata hela huku na huku pia napata hela. Si unaona? Kwa maisha yanakuwa yako very clear. Yani sina shida yoyote. Na kuna namna yoyote ile, maybe kwa sababu tunajua majina maarufu ndio ambayo yanatengeneza story. Kuna namna yoyote ile mitaani uko madada wanaanza kujihusisha sana na Albert kwa sababu ni content creator, anafanya vitu ambavyo vinawafanya watu wanafurahi, kwa hiyo na wenyewe wanahisi kuwa karibu na wewe ndio sehemu ya wao kufurahi zaidi? Hicho kitu unachokisema ni kweli kabisa, ni kwamba unapokuwa content creator, cha kwanza kitu ambacho natakiwa ukifahamu, mtu yoyote yule ambaye anataka kuja kuwa content creators au ajulikane sawa au apate pesa mtandaoni, kuna kitu ambacho kikubwa anatakiwa kifahamu. Kitu hicho ni kwamba huwezi kumfurahisha kila mtu. Kitu ambacho nakifanya wewe utawafurahisha watu baadhi na baadhi watanuna, watachukia kwa kitu ambacho umekifanya wewe. Kitu cha pili, hauwezi kupendwa na kila mtu. Kazi yani sio tofautisha hichi kitu kwamba kazi yako haitopendezwa mbele ya kila mtu. Alafu kitu kingine kwamba wewe hautopendwa na kila mtu. Kwa hiyo kitu ambacho nawathii au nawahimiza watu ambao wanataka kuja kuwa kama mimi ni cha kwanza, wafanye kwa sababu wametaka kufanya wao, wasisikilize mtu kwamba anasemaje. Unaona? Wakishafanya kule kuthubutu ndio kitawapeleka mbali zaidi, ambapo vitu vingine vitakuja kuongezeka mbeleni. Utaanza kuona mabadiliko kwamba watu wanakupenda. Utaanza kuona mabadiliko watu wanakuchukia. Utaanza kuona mabadiliko kwamba watu kifupi itakuletea mabadiliko kutoka yule uliyekuwa na vile ambavyo utakapokuwa kwa wakati huo, si ndio? Kwa hapa Kigoma ndio ni content creators wangapi wewe unawafahamu, ukiachana kwamba wewe ni Albert, lakini wapo wengine ambao ni content creators ambao nao pia wanafanya kama wewe kwa hapa mkoani Kigoma, unawafahamu wewe ni wangapi? Kwa ambao nawafahamu, unajua mtu anapoitwa content creator anazungumzia ile aina ya content unayoifanya wewe, content ya vichekesho. Kwa hapa mimi bado sijaona, yani sijaona. Na kama wapo ni wachache, na ambao wapo ni wapo Kasulu. Kule kuna jamaa mmoja aitwa Ndaba. Japo wenyewe ni maudhui tu yale ya Kiswahili kwamba anaongea tu kuhusu wale yani mkoa Waha nini, lakini sio kwamba ni mchekeshaji. Lakini kuja kuangalia mimi natengeneza content ya aina zote, yani yoyote ile. Unaona? Mimi nasifia mkoa wa Kigoma, mimi natengeneza maudhui ya kuchekesha kwa kutumia mdomo, natengeneza maudhui ambayo ni ya kuchekesha kwa bila kutumia mdomo. Yani ya vitendo. Kwa hiyo ambao nawajua mimi ni wachache, yani ni wachache sana. Sawa. Na umewahi kufikiri labda sasa ipo siku utakuwa rasmi na utakuwa na watu ambao unafanya nao kazi kwa lengo la kwamba mwe wawili, mwe watatu, mwe wanne ambao mtatengeneza content, yani mwe kama kampuni fulani hivi, mwe kundi fulani hivi ambalo mnashirikiana mfanye kazi mfululizo ili ziweze kuwalipa, au nadhani kuendelea kusimama peke yako ni kitu ambacho kitaendelea kukulipa? Kama unavyosema ni kwamba mimi ni mtu ambaye naumiza kichwa kutengeneza vitu. Kama hapa karibuni au miezi michache iliyopita kuna yani si nikwambia kama vile kuna idea ambayo nilikuwa nimekuja nayo, lakini nikaona mwenzangu amesha ni overtake ambao ni Steve Cheusi. Ilikuwa ni yeye ni menkwa, lakini mimi kwangu ilikuwa ni vichwa vibovu. Unaona? Na kama ukija kuangalia baadhi ya clip ambazo nimezipost hapa siku za karibuni, ilikuwa ni kama kujaribu, lakini ni idea ambayo nimeitoa ambayo nilikuwa nimeshaandika kuanzia muda mrefu sana, ni story. Unaona? Hiyo story ilikuwa inaitwa vichwa vibovu, kwamba mwalimu haeleweki, wanafunzi wote hawaeleweki. Sawa? Lakini yani walimu na wanafunzi wote hawaeleweki. Unaona? Kwamba hiyo story sasa unajua leo inaniuma hiyo story. Nimekuja kuona wenzangu wameshaifanya au wanaifanya pia. Steve Mweusi
yeye ni menkwa. Mimi nilikuwa ni vichwa vibovu. Naona kwamba walimu waeleweki, wanafunzi waeleweki, yani kila kitu hakieleweki. Naona. Lakini yeye amesha present kwa maana yake amesha ku overtake. Kwa hiyo mimi nakuja tu kwa kama vile yani leo inaniuma nakuja kama vile content tu fupi, short story, yani vifupi lakini ni story ambayo imekamilika na ipo. Na timu yako wewe ni peke yako au mko watu wangapi kwa sasa hivi? Mko watu wangapi? Kwenye upande wa timu yangu tupo watu wengi. Yani mimi sichagui mtu afanye naye maudhui. Lakini mimi nataka mtu ambaye yuko tayari kufanya maudhui na mimi. Unanielewa? Kwa mtu yoyote ambaye ana uhitaji kufanya maudhui na mimi nipo tayari. Na kama yeye atakuwa na content ambayo anataka anishirikishe mimi nipo tayari. Sawa, nipo tayari kabisa. Kwa hapa Kigoma ni mazingira gani rafiki kwa nyinyi ambao mnatengeneza story? Yani mazingira ambapo kwamba hapa Kigoma ukitaka kutengeneza content kali, uwepo Kigoma mjini, uwepo Kasulu, uwepo Kibondo, uwepo eneo gani? Yani ni mazingira gani ambao kwenu ninyi content creators ni mazuri? Wajua cha kwanza mazingira yote ni mazuri, lakini inategemeana na content unayotengeneza au content ambayo unahitaji kuiwakilisha mbele ya jamii. Sawa. Kwa hiyo content yako ndio itakuchagulia wewe uende kwenye mazingira gani. Kuna muda content inataka uende mazingira ya sokoni. Sawa. Content inataka uende mazingira ya shuleni. Content inataka uende mazingira yasiyoeleweka, yani mazingira labda sio rafiki. Sawa. Content inataka labda yani inataka uongeze vitu ambavyo yani content yako ndio itataka uongeze vitu na yani vitu vingi. Content yako kama ikiwa inahitaji maudhui ya sokoni, lazima uende sokoni. Kwa sokoni hapo inategemeana sasa umefika sokoni pakoje. Watu waliokuwa wanahitaji kuwakuta umewakuta. Pamoja. Na vipi kwenye hizi content ambazo zinakutaka uende shuleni? Hamjakutana na ugumu wote maybe kuruhusiwa kufanya zile content mkiwahusisha wanafunzi? Walimu hawajawahi kuwazingua? Kitu cha kwanza ambacho natakiwa kufahamu content creator yoyote au mtu yoyote, kwanza ni kosa kumposti mtu au kumweka mtu mtandaoni bila ridhaa yake. Ni kosa kabisa. Hilo ni kosa. Sawa, kumrekodi mtu bila ridhaa yake ni kosa. Ni kosa tena kubwa. Kwa hiyo unapokuwa unaenda kushoot labda let's say shuleni. Cha kwanza utakuwa umejipangilia kwamba kuna labda kama ni sekondari kuna wanafunzi labda unahitaji nao, je, wameridhia na wameruhusiwa na wameruhusiwa kushuti na wewe? Usije ukashuti nao ikaja kuletea matatizo. Sawa. Au effect yote kutokana na mazingira pia. Sawa. Tutegemee nini sasa kwa miaka ya mbeleni? Utakubakia tu kwa Albert Nay wa hapa Kigoma au tutegemee sasa utafika huko wakina Cheusi, wakina Ndaro, wakina Ndutu waliko? Kwanza kusema kweli au ni mabrother wangu, yani mabrother wangu. Na ukija kuangalia mimi najitegemea mimi kwa sababu bado sija mtandao hujanilipa ninavyotaka mimi nilipe. Lakini ndoto zangu mimi kubwa ni kuwashinda wote. Yani niwashinde wote. Yani ikiwezekana mimi ndio niwe wa kwanza. Sinaelewa? Hivyo. Yani nitafurahi sana kama mimi nikija kuwa content creators wa kwanza Tanzania. Na vipi una stock kwamba umeshatengeneza ideas zipo au huwa ni idea ikija hapo ndo unafanya? Hauna muda kukaa labda hii wiki ni rekodi maybe content hata 7 8 ili nibakie tu nazitoa moja au unatengeneza tu kulingana na mazingira, maybe umekutana na kitu kama hicho unaweza kutengeneza, unatengeneza hapo unaamsha? Yani kwenye upande wa maudhui au content creators yoyote mwenye akili timamu. Labda sema mwenye akili timamu, kuna baadhi ya watu nitakuwa nakosea lakini utanisamehe. Ukiwa content creator kuna baadhi ya content unazitengeneza japo zinakufanya unaonekana huna akili. Lakini ukitoka kwenye maudhui kabla hujaenda kushoot ni mtu unakuwa ambaye mwenye akili timamu. Unajua unachokifanya. Kwa hiyo sasa sawa. Ukiwa content creator mwenye akili timamu lazima wewe unaandika zile maudhui idea zako. Na content creators wengi tunapata idea kutokana na idea tunazoziona. Kwamba huyu kafanya hivi mimi nafanya hivi. Kwa hiyo unaandika. Kwa mwisho wa siku unapokwenda location unajua unachoenda kukifanya.
Content creator, mimi na content nyingi sana ambazo sijui nitazimaliza lini. Na umewahi kuwa uko zako tu kwenye mishemishe zako za kawaida, haujafikiria kuhusu content yote, ukaona tukio mtaani lakini ukaenda kulitengenezea story na ile story ikaenda viral? Yeah, yani hivyo. Mimi kabla ya kuitwa Albert, before mimi nilikuwa naitwa Mr. Kigoma. Huo Mr. Kigoma umekuja kwa sababu hii moja. Mimi ni mtu ambaye sieleweki. Yaani hata wewe uliponiuliza swali mimi nakaa wapi au mimi ni mtu wa wapi, nimeshindwa kujibu swali lako kiundani zaidi au yani kwamba mimi ukiniona nipo Kigoma mjini basi sasa hivi nakaa Kigoma mjini. Ukiniona nipo Kasulu basi jua nakaa Kasulu. Ukiniona nipo Manyovu basi nipo Manyovu ndo nakaa huko. Unaona? Na ndugu na majamaa pia kwa sababu mimi ni mtu wa hapa. Unaona? Kwa hiyo kwenye upande wa content kwa content creator yoyote, kuna baadhi ya kitu anaweza kakiona au baadhi ya vitu akaviona kwa muda huu akatengeneza mawazo. Na muda huo akalitendea haki, akachukua kile kitu zeni yani unajua content creator sio kwamba uchekeshe tu. Content creator sio kwamba si nikwambie. Yani unapaswa pia kutoa shule. Yani creator kuna kushauri. Kushauri familia, kushauri nini, kuchekesha, kucheza. Hao wote ni ma content creator, lakini nategemeana kwamba amekeep busy kwenye kitu gani kwenye jamii. Unaona? Kwa jambo lolote ambalo mimi nikikutana nalo hivi nikaona hapa kuna idea ambayo nimeipata naweza nikaitendea haki muda huo au kile kitu ambacho nimekiona ndio ikawa content yenyewe. Unaona? Kwa mfano nikiona watu wanacheza hapa nipo Kigoma. Nikiona watu wanacheza nini? Wanacheza choma, mimi na rekodi. Hiyo ni content kabisa imekamilika. Hakuna cha hoja, si cha nini, si nikaedit, naweka kama ilivyo. Na hakuna choma ambayo nimesha kuipost na hajawahi kwenda viral. Hakuna. Hiyo ni YouTube, iwe ni Instagram, sawa, iwe ni TikTok, iwe ni Facebook. Tena Facebook na kimbiza zaidi. Tuangalie kwenye hizi content ambazo umekuwa ukizitengeneza, ni content gani umeifanya wewe ungesema yes, hii hapa imetoboa? Ni content gani kwa kumbukumbu zako? Ilikuwa inahusu nini? Kuna content hiyo, ni content moja ambayo ilinipeleka duniani. Content moja ambayo ilinipeleka duniani. Nikajisikia raha kwa kitu ambacho nimekifanya. Content hiyo nilishoot nikiwa maeneo ya Bulega. Nilikuwa nimebeba shangazi kaja. Naona, nilikuwa nimebeba shangazi kaja. Ile content mimi nilifanya kiutani. Yaani nilifanya kiutani. Yaani kwamba nilikuwa wamepanga mawe, yani ni sehemu ambayo kuna maji, sawa? Wamepanga mawe kwamba unavuka ndio uende sehemu ambayo hakuna maji. Sasa nilipopita mara ya kwanza mimi nikateza nikadondoka kwenye yale maji. Nikasema hapa kuna kitu. Hii content ambayo kwa uhalisia ni kwamba kwenye ile content ni kweli ulianguka. Lakini ya kwanza nilishaanguka kwenye maji, hebu nitengeneze kabisa story. Kwa nikatengeneza content ambayo moja, hiyo content ilinipeleka duniani, yani nilishangaa kabisa. Hiyo content nilikuwa nimebeba shangazi kaja. Naona? Kwa hiyo nikabeba shangazi kaja, nikamwambia jamaa wangu wewe nirekodi tu, usihofu. Sikuongea wala cha nini. Ni content ambayo sio ya kuongea. Nikabeba shangazi kaja, nikategesha jiwe. Japo ni content ambayo niliumia pia, lakini ikanipeleka viral, nilipata viewers wengi sana kama milioni ngapi huko. Naona? Ikanipeleka viral. Kwanza duniani watu wakashangaa, hivi ni huyu? Ni huyu kweli? Kwa hiyo nikawa nimefurahi kabisa. Kwa sababu kwanza nilipata marafiki wengi sana. Nilipata marafiki wengi. Naona watu wengi wananiambia dogo na kipaji. Kuna ile story kama uko mlimani hivi. Mlikuwa mnashambuliana. Yeye ana bunduki na wewe una bunduki. Alafu kwambia wewe mwanangu, wewe mbona haufi? Yaani wazo idea ile ilitoka wapi? Ile siku mimi nilikuwa na majamaa zangu, nimechukua gari nikawa naenda hiyo sehemu ya location. Ile siku ilikuwa ni content kwa ajili ya nini? Yani ilikuwa ni kama business. Hiyo content ilikuwa muundo wa business. Lakini kipindi tuko njiani, sawa, tunaenda pale nikashuka kununua maji. Nikaona watoto wanacheza ile nimekuwa. Unajua mchezo wa watoto? Nikasema mbona watoto kama kuna kitu ambacho wananionyesha ambacho ni kizuri zaidi. Nikamwambia mwingine sasa mtoto akamwambia nimekupiga lakini wewe haufi. Akamwambia hujanipiga. Sasa nikasema ngoja. Sababu content nilikuwa naenda kufanya ni ya business.
Naweza nikapata idea mimi nikaimodify japo ni ya sekunde chache nikawakilisha kitu kwenye jamii. Kwa hiyo nikaenda nikasema ngoja nisubutu. Nikafanya na hata ndio maana ukiangalia ile content nimefanya tu madi nimeifanya nikaiposti, lakini ikatembea kidogo. Naona ikatembea. Sababu gani? Ile content kwa hiyo wazo lilitoka kwa watoto ambao waliwapita mtaani wanacheza. Yaani ndio ukaona hapa hii safari na kwenda huku nikamalizane nao ama ile content. Unaona? Ni content ambayo nimeiona kwa watoto. Na ile content ukija kuangalia kwa mtoto yoyote wa kiume. Sawa? Lazima amechezea hiyo michezo. Kwa hiyo niliangalia ile content nikaona hii content watoto hao wanacheza hivyo, lakini hii content ina kitu. Hapa kuna kitu. Kwa hiyo nikaenda kukifanyia kazi kile kitu. Ndio kama hivyo kaona na wewe na watu. Sasa Albert, hebu tujalie kitu gani tukitegemee mwaka huu kutoka kwako? Yaani kwa mwaka huu yaani nitawapeleka ambako hamjawahi kwenda. Au tukwambia wewe mwanangu mbona hamji? Kama unaambia tu kama mbona wewe haufi kwa hiyo tutupeleka ambako tunatoa kwenda. Yaani tusipokuja tunaambia wanangu mbona hamji? Lazima yani kusema kweli kwa content creators yoyote shida sio location. Shida sio location. Shida huaga ni yani kwamba mtu anayekurekodi atafanya kitu ambacho nakitaka wewe kizuri kama unavyotegemea wewe. Kwa hiyo kama sasa hivi nina simu nzuri, nimenunua simu nyingine, naona. Kwa hiyo na imani ya kwamba mwaka huu yani nitawapeleka ambako yani watakoma. Mimi nataka nionyeshe kwamba Kigoma ndio chimbuko la kila kitu. Yani Kigoma ndio kila kitu kinaanzia. Na nitawaonyesha kwamba naweza na nitawaonyesha kwa nini nitawashangaza. Sawa. Bana, huyu ni Albert Nay, moja kati ya wachekeshaji au content creator ambao tuko nao hapa mkoani Kigoma. Swali la mwisho. Serikali imetoa ofa kwa content creators wote kujisajili ili waweze kupatiwa msaada wa kipesa. Na wewe ni miongoni mwa watu waliojisajili? Kusema kweli kipindi nchi inatokea mimi nilikuwa sipo Kigoma mjini. Kwa hiyo sikuweza kufuatilia hicho kitu na walisema mpaka siku ilikuwa tarehe 15 ambao ni leo mwisho. Kwa hiyo kama unavyoona nimechelewa sana. Kwa hiyo sidhani kama nitakuwa nimewahi. Anyway, serikali ni sikivu sana, inawezekana inaisha hii watafungua dirisha jingine. Bana, hii ilikuwa ni Unfiltered ya Amrah TV, nilikuwa na mgeni wetu Albert Nay. Huyu ni content creator, mtaalamu sana wa content za vichekesho. Tutakuwa naye tena siku nyingine, siku ambayo tukiona ipo haja ya wewe kufahamu kuhusiana na Albert Nay juu ya kile ambacho amekuwa akifanya. Mpaka siku nyingine, shukrani kwa kuendelea kutufuatilia.